huyu anazungumzia issue ya Pacome Zouzoua. Pacome Zouzoua ashaongeza mkataba wa miaka 2 na Yanga. Ashasaini mkataba wa miaka 2 na Yanga. Alisaini kabla ya rais wa Yanga kwenda Marekani, na yeye na Maxim pia Nzengeli. Kwenye issue ya usajili wa Yanga na Stephane Aziz Ki, ndio issue ambayo nilihitaji pia kuizungumzia. Stephane Aziz Ki ni moja kati ya wachezaji muhimu sana kwenye kikosi cha Yanga. Issue yake jinsi ilivyokuwa ni kwamba alijiunga na klabu ya Wydad Casablanca kwa mkopo wa muda mfupi wenye option ya kununuliwa moja kwa moja kabla ya tarehe 10 ya mwezi wa 7. Stephane Aziz Ki alihitajika na Wydad kwa sababu walikuwa wanafanya usajili wa haraka kuelekea FIFA Club World Cup, kama ambavyo vilabu vingi sana vimefanya. Wydad pia unaweza kuona walimchukua Nurdin Amrabat, ni mchezaji ambaye pia walimpa mkataba wa muda mfupi kisha kwamba ana participate kwenye michuano ya FIFA Club World Cup. Lakini option iliyokuwepo kwa Stephane Aziz Ki ni kwamba tunakusign kwa mkataba wa mkopo wa muda mfupi ambao una option ya kulipa dola bilioni 1.7 kabla ya tarehe 10 mwezi wa 7. Kama hawatoridhishwa na kiwango cha Stephane Aziz Ki, means watamrudisha Stephane Aziz Ki and then watalipa compensation ya mkopo ambao wamemchukua kwa muda mfupi. Kwa hiyo possibility kubwa sana ni kusubiri kuona tarehe 10 ni nini ambacho kitatokea. Hichi ambacho kinazungumzwa sasa hivi, inawezekana hata viongozi wa Yanga hawajui, inawezekana hata viongozi wa Wydad ndio wanaojua zaidi, kwa sababu wao ndio wako kwenye control kabla ya tarehe 10 wataingiza mzigo au Stephane Aziz Ki atarudi hapa Tanzania. Kwa hiyo issue ya Stephane Aziz Ki iko hivyo. Vipi kuhusu Arthur Bada na Soa? Arthur Bada na Soa walikuwa kwenye mazungumzo na Yanga. Possibly ni wachezaji ambao wana Yanga wengi sana wanatarajia kuwaona, lakini mpaka jana sikuwa na taarifa za wao kuweza kumalizana na Yanga. Na taarifa nilizokuwa nazo jana, Yanga walituma mwakilishi wake alikuwa Cote d'Ivoire kuweza kufanya mazungumzo ya mwisho na Celestin Ekua, mshambuliaji wa Zoman FC ambaye alikuwa ASEC Mimosas kwa mkopo kwa maana ya msimu uliopita, na alimaliza kama top scorer wa pili kwenye ligi ya Cote d'Ivoire. Kwa hiyo miongoni mwa wachezaji ambao tunatarajia anytime wanaweza kumalizana na Yanga kama kila kitu kitakuwa kimekamilika siku ya jana, basi ni Celestin Ekua. Celestin Ekua, moja kati ya washambuliaji wenye uwezo mkubwa sana wa kufunga magoli, na ni kwa sababu Kennedy Musonda Yanga wanakwenda kuachana naye, na kama wanaachana na Kennedy Musonda wanahitaji kupata proper replacement. I think Celestin Ekua ni proper replacement ya Kennedy Musonda, kwa sababu Ekua naturally sio number 9, sio a boxman. Ekua sio Soa, Ekua sio Mkwala. Ekua ni a center forward, au tunasema ni kitaalamu tunasema ni sekunda punta wa Italiano wanasema hivyo. Kama unacheza na 4-4-2 ni aina ya mshambuliaji ambaye anaweza kucheza kama mshambuliaji wa pili nyuma ya mshambuliaji wa mwisho, kama ambavyo ulikuwa unaona ile partnership labda ya Lianga na nani huyo George Mpole. George Mpole na Lianga kipindi wakiwa Geita walikuwa wanacheza na washambuliaji wawili. Kwa hiyo Ekua ni kama mshambuliaji wa pili, lakini unaweza kumtumia pia zaidi pembeni. Kwa hiyo kama unavyomuona Kennedy Musonda kwamba si aina mshambuliaji ambaye atasimama mbele kama mshambuliaji kinara, lakini mtu ambaye anaenjoy zaidi kutokea pembeni au acheze kama mshambuliaji wa pili, ndivyo ilivyokuwa kwa Ekua. Kwa hiyo Yanga wanamuona Ekua kama replacement sahihi ya Kennedy Musonda ambaye amekuwa na wakati mgumu sana. Vipi kuhusu kocha mpya wa Yanga? Kwa taarifa ambazo ninazo, niwe mkweli, hizi siku 3-4 sijafuatilia issue ya kocha mpya wa Yanga, lakini taarifa nilizokuwa nazo wiki iliyopita, Yanga pia walikuwa wanaendelea mazungumzo na Roland Mukwena, lakini so far sijui kama wamekamilisha dili lake au bado. Ninaombeni sana kwenye issue ya kocha, mnipe muda and then nitawapa majibu at any time nitakapokuwa nimepata majibu ya uhakika na yanayoeleweka.
Vipi kuhusiana na Chama? Chama naye alisaini mkataba mwaka mmoja wenye option ya kuongeza mwingine, kwa hiyo inabaki kwa Yanga kama wanaachana naye hawa waachani naye, lakini possibility ya Chama kubaki Yanga ni 0.1, yani hata 1% haifiki. Kwa hiyo unaweza ukaona ni kitu gani ambacho kinaendelea. Maisha ya Chama na Yanga ni madogo sana, na sio Chama tu, even hata Duke Abuya yupo kwenye listi ya wachezaji ambao wanaweza kuachwa na Yanga. Duke Abuya, kwa sababu Yanga wamemsaini mtu anaitwa Mohamed Dumbia ambaye pia anacheza position ya Duke Abuya. So kitakachotokea ni Yanga kubadilisha maamuzi yao baada ya performance ya Duke Abuya. Lakini kwa mpango ambao ulikuwepo, kwa taarifa nilizokuwa nazo za chini za kufukunyua, Duke naye alikuwa kwenye listi ya wachezaji watakaoachwa na Yanga. Dennis Nkane ni miongoni mwa wachezaji ambao wataachwa na mkataba mpya, kwa sababu Alid alikuwa anahitaji pesa nyingi sana ambayo Yanga wasingeweza kuitoa. Mudathiri haya basi Yanga wako kwenye mazungumzo ya mkataba mpya, lakini pia unamzungumzia mtu kama Dickson Job ambaye pia Yanga hawajasaini mkataba na Job. Possibly atabaki na atasaini mkataba mpya kuelekea msimu ujao. Mchezaji mwingine ambaye umeuliza ni nani, vipi Mzize? Asilimia ya Mzize kwenda Zamalek ni 99.99, ingawa hapa katikati nasikia kuna ofa imetoka Bundesliga, lakini Clement Mzize kubaki Yanga ni sawasawa na ngamia ni rahisi ngamia kupenya kwenye tundu la sindano kuliko Mzize kubaki Yanga. Vipi kuhusiana na Ikangalombo? Ikangalombo naye yuko kwenye list ya wachezaji wanaoachwa na Yanga. Yanga hawako impressed na Ikangalombo, na taarifa nilizokuwa nazo last month ni kwamba anaweza kutolewa kwa mkopo au akaachwa mazima, lakini mchezaji ambaye ataondoka Yanga mwishoni mwa msimu huu. Kuna mchezaji Soa anakuja Yanga. Dili la Soa na Yanga bado halijakamilika. Aziz Ki vipi? Nishazungumzia issue ya Aziz Ki kwamba kuna possibility ya yeye kurudi. Huyu anasema vipi kuhusiana na Diara? Diara bado ni mchezaji wa Yanga. Huyu anasema wewe mshabiki wa timu gani? Swali gumu sana, lakini ni swali jepesi kwa sababu chama langu mimi limeshuka daraja. Mimi ni shabiki wa Kagera Sugar, lakini mimi ni shabiki wa Manchester United. Hizo nyingine mnanipa tu. Pacome bado ni Mwananchi mpaka 2027. Huyu anasema Msindo kaka. Yes, Pascal Msindo pia yupo kwenye list ya wachezaji wanaohitajika na Yanga. Pascal Msindo. Nadhani umeuliza kitu kizuri sana. Vipi kuhusu Dube? Dube bado ni mchezaji wa Yanga, hayuko kwenye listi ya kuachwa. Wachezaji zaidi wazawa, kwa sababu mwalimu amesema kwenye usajili wa wachezaji wa kigeni anahitaji kuwa na control kwa 90% ya wachezaji ambao watasajiliwa na klabu ya Simba. Kwa hiyo tunasubiri, kiukweli tunasubiri. Tetesi za Simba kuhusiana na wachezaji wa kigeni bado ziko kimya kidogo, kwa sababu mwalimu coach Fadru anahitaji ku take control kuhusiana na issue nzima ya usajili, kwa sababu project ameianzisha mwenyewe, anajua kikosi chake jinsi kilivyo, anajua ni wapi ambapo kuna mapungufu. Kwa hiyo anahitaji kuadi wachezaji kutokana na vision yake na kila ambacho anakitaka zaidi. Lakini taarifa ambayo ipo ni kwamba viongozi wa Simba wapo kwenye mazungumzo na Yakubu Suleimani, goalkeeper wa JKT, Yakubu Selemani. Na kwa taarifa nilizozipata jana ni kwamba viongozi wa Simba walikuwa na push kuweza kukamilisha usajili wake haraka iwezekanavyo. Simba wanadai kwamba Yakub Selemani wanahitaji kumfanya kuwa goalkeeper namba 2 wa Simba. Abel lakini pia Ali Salum possibly wataondoka ndani ya Simba. Ali Salum anaweza kaenda kwa mkopo kwa sababu ni mchezaji ambaye anahitaji kucheza zaidi, lakini Abel tangu ajiunga na timu hiyo akitokea KMC impact yake imekuwa ni ndogo zaidi, na Simba wanamuona zaidi Yakub Suleimani goalkeeper wa JKT Tanzania kama chaguo sahihi la kwenda kucompete na goalkeeper namba 1 Kamara kwenye kikosi cha kwanza. Hatujajua taarifa kuhusiana na
ziti ya nani yule anaitwa Ayubu Lakledi. Ayubu Lakledi, kilichotokea Simba ni kwamba sheria mpya ya msimu ujao, kila timu inatakiwa kuwa na golikipa mmoja wa kigeni. Msimu huu ambao umemalizika hiyo sheria haikuwepo, lakini kilichotokea ni kwamba Simba walikuwa limited na nafasi za wachezaji wa kigeni. Kwa hiyo kilichotokea ni kumondoa Ayubu Lakledi kwenye listi ambayo ilikuwa imesajiliwa kwenda TFF na CAF Confederation kwa ajili ya michuano ya kimataifa. Wakamwacha kwenye timu, lakini hawezi kuparticipate kwa sababu jina lake halikuwa registered, kwa sababu alikuwa na issue za kifafa, alikuwa anadondoka kifafa kilikuwa kinamsumbua sana. Kwa hiyo ni mtu ambaye aliamua kuwekwa pembeni zaidi. So hatujajua kama mwishoni mwa msimu Simba wataachana naye au ataendelea kubaki. Na Ayubu Lakledi ni usajili ambao ulifanywa na tajiri mwenyewe Mo Dewji, na alimpa $200,000 kuweza kurenew mkataba. $200,000 ni pamoja na sign on fee. Nikisema sign on fee ni pesa ya usajili ya mchezaji na mshahara ulikuwa ndani kwa ndani. $200,000 ya Ayubu Lakledi aliweka mfukoni, na baada ya hapo matatizo yakawa yamemkuta. Kwa hiyo kuna possibility kubwa ya Ayubu Lakledi kuweza kuondoka, na possibly msimu ujao Kamara na Yakubu Suleimani kutoka JKT watakuwa kwenye milingoti miwili ya Simba. Lakini pia bwana mdogo kutoka Namungo, Iziti Mlingo, yule fullback, Simba pia wanafanya mazungumzo na wakala wake. Carlos Mastermind ndo wakala wa kijana huyo fullback wa Namungo ambaye pia Simba wanamtolea macho. Kwa hiyo kwa upande wa Simba kuhusiana na wachezaji hawa ambao Simba walikuwa karibu sana kuweza kukamilisha usajili wa Faisal Salum Abdalla Feitoto miezi miwili iliyopita. Changamoto iliyotokea ni changamoto ya viongozi wakubwa wawili wa Simba. Inasemekana kwamba Mohamed Mo Dewji, tajiri, mchango wake kwa sasa ni mdogo sana. Na taarifa ambazo nilizokuwa nazo ni kwamba Feitoto mezani kwake alikuwa na mikataba miwili ya Simba. Alikuwa na mkataba wa Mangungu, alikuwa na mkataba wa Mo Dewji. Mikataba hii miwili. Lakini tajiri, nadhani mnaweza mkajiongeza mkaelewa. So vitu vyote naweza nikavitaja direct. Ndio maana mnasikia mara bonus hazipo, mara nini. Lazima mjiulize bonus zinakosa vipi wakati tajiri yupo. Kwa akili ya kujiongeza utakuwa unaelewa ni nini ambacho na maanisha. Tajiri ni kama upande mguu sawa. Nadhani mnaelewa guys. Taki kumaliza kila kitu. Kwa hiyo issue ya Fei kwenda Simba ilistaki kwa namna hiyo, kwamba hakukuwa tena na maelewano kama ilivyokuwa mwanzo. Ni kweli Simba wamekuwa wakimhitaji Feitoto kwa muda mrefu sana. Wamekuwa na mhitaji Feitoto kwa muda mrefu sana. Na niliona watu wengi sana walinyambulisha nilivyoposti kwamba kijana ameamua kujiunga na Yanga, anatumia mguu wa kulia, anapiga mashuti. Lakini nadhani nilikuja kuwaelezea kwamba nilikuwa namzungumzia Mohamed Dumbia, ndo mtu ambaye nilikuwa namzungumzia kwamba anatumia zaidi mguu wa kulia, anashuti, kwa hiyo nitarajia assist na magoli. Watu wengi niliona wamenyumbulisha kwamba Feitoto amesaini Yanga na nini. Ni historia ambazo niliziona, lakini cha uhakika ni kwamba Yanga na Simba walikuwa kwenye vita kubwa sana ya kuweza kumwania Faisal Salum Abdalla. Lakini so far ninavyozungumza, Feitoto, kwa habari ambazo ni za uhakika na watu wengi sana mnataka kuzisikia, Feitoto bado hajasaini Yanga, Feitoto bado hajasaini Simba. Na Yanga ni kweli wanamhitaji, lakini pia Simba wanamhitaji. Lakini Simba changamoto kama nilivyokuambia ya kiuongozi. Feitoto ana mikataba miwili ya Simba, ana mkataba wa Mangungu, ana mkataba wa Mo Dewji. Hii inaenda kamuulize mwanahabari unayemwamini, kiongozi unayemwamini, atakwambia hichi ambacho ninakwambia. Kwa hiyo unaweza ukaona kuna misunderstanding kati ya upande wa Mangungu na upande wa tajiri Mo Dewji. Kama kutakuwa kuna update zozote kuhusiana na Feitoto ndani ya hizi siku 2-3, and then kila kitu nitaweza kuja kuambia. Amezungumzia issue ya Feitoto. Feitoto bado hajasaini timu yoyote, sio Simba wala Yanga. Kwa hiyo iko hivyo. Simba wametema wangapi? Okay, issue ya na kuhusiana na issue ya Simba,
kuna kitu ambacho viongozi wa Simba walijifunza kwa siku za hivi karibuni. Baada ya kuwa wanavunja mikataba ya wachezaji kwa kutumia pesa nyingi sana, viongozi wa Simba walijifunza kitu kuanzia dirisha kubwa lile lililopita. Sasa hivi mikataba wanayoitoa ni mkataba wa mwaka mmoja wenye option ya kuongeza mwingine. Yaani Simba wanatoa mkataba wa mwaka mmoja kwa wachezaji wote ambao unawaona. Wanatoa option ya mkataba mmoja wenye kipengele cha kuongeza mwingine endapo watashawishika na performance ya mchezaji. Kwa mfano nitawaambia, wakati Mixon anarejea kutoka Al Ahly, alichokifanya ni kusaini mkataba mwaka mmoja wenye kipengele cha kuongeza mwingine endapo Simba wataridhika na kiwango chake. Kwa hiyo Simba wanaepukana na issue za kuvunja mikataba wachezaji na kuwalipa pesa nyingi ili kuwaacha. Kwa hiyo ukisikia Dibra Fernandez anaachwa, ukisikia Sio Kejefa anaachwa, sio ukisikia Mutale sio anaachwa, ni wachezaji ambao wataondoka pasipo kupata chochote. Wataondoka kama free agent kwa sababu mikataba aliyopewa ni ya mwaka mmoja yenye option ya kuongeza mwingine. Ndio pale Simba walijaribu kuwa smart. Ndio maana mkataba wa Mixon ilikuwa ni rahisi kuweza kuvunja, kwamba bwana mkataba wa mwaka mmoja umeutumikia, huu wa pili hatujaridhika na kiwango chako, wewe ondoka. Kwa hiyo ndio kitu ambayo sasa hivi Simba wanafanya. Kwa hiyo hao wachezaji wote unaowaona kwenye klabu ya Simba mikataba yao imesimama hivyo. Wanaoachwa Simba jamani, unajua sasa issue ni kwamba Fadlu ameomba ku take control ya usajili wa Simba kwa 90%. 90% Fadlu ndo atasajili, na yeye ndo atakaye suggest ni watu gani ambao wanaondoka Simba na ni watu gani ambao wanaingia. Kwa hiyo so far hatujapata listi ya moja kwa moja ni wachezaji gani ambao wanaachwa na Simba, lakini tunatarajia maybe Augustine Okla, Okejefa ni mchezaji ambaye hana nafasi. Okay, mchezaji ambaye na hii taarifa kweli ngwa nimesahau. Hali ya Fabrice Ngoma kuendelea kubaki Simba ni imebadilika. Viongozi wa Simba walikuwa na mpango wa kumuongezea Fabrice Ngoma mkataba, lakini baada ya kile kilichotokea kwenye dabi kuelekea dabi, Fabrice Ngoma kubaki Simba asilimia zake ni ndogo sana, kwa sababu baadhi ya watu wanaamini Fabrice Ngoma amekuwa anaongoza migomo kwenye klabu ya Simba. Kwa hiyo nafasi ya Fabrice Ngoma kubaki Simba mwishoni mwa msimu ni ndogo sana. Ni ndogo sana. Vipi kuhusu Aseki Mimosa? Je, bado? Naomba namba 9 wa Aseki. Nimeshaizungumzia. Yakuba Sonye, I see you my brother, you good? Vipi kuhusu Sila Anko? Jibril Sila anaondoka Tanzania. Hana ofa ya Yanga, hana ofa ya timu nyingine Tanzania. Anaondoka. Alikuwa na ofa ya Setif akaikataa. Kwa hiyo sijajua anaelekea nchi gani, lakini kwa mujibu wa wakala wake ni kwamba anaondoka Tanzania. Mayele vipi tena? Unajua anarudi Tanzania. Vipi kuhusu Keita wa TP Mazembe fullback? Okay, sawa. Fabrice anakubali Keita, anaulizia sana kuhusiana na Keita. Issue ya Keita iko very complicated kidogo. Wakala wa Keita anasumbua kidogo. Vipi Mpanzu na Yanga? Mpanzu na Yanga tena. Mpanzu ni mchezaji halali wa Simba, ana mkataba. Vipi kuhusu Faisali? Issue ya Faisali nishaizungumzia. Fei bado hajasaini Yanga wala bado hajasaini Simba. Hayo mengine yanayoendelea ni matetesi tu. Usajili wa Man United vipi? Man United wapo huko wanapambana na kina Mbwemo na Kunya. Mpanzu Yanga kaka? Mpanzu hapana. Vipi kuhusu Chama? Possibly Chama anaondoka Yanga. Vipi kuhusiana na Ucho bado hajasaini mkataba mpya? Kuna mchezaji anaitwa Mgisha, possibly anaweza akaelekea Serbia kwenye klabu ya Cruz Venazada, walimhitaji.
Vipi kuhusu Simba, tuelezee kidogo wanakofeli na kwa maoni yako waboreshe maeneo gani? Ananiuliza kuhusiana na klabu ya Simba, na nadhani atakuwa amechelewa kidogo kwa sababu tulianza na issue ya Simba, lakini issue ni kwamba Simba wanahitaji kuboresha issue ya management kwanza. Yani atahusika kwa 90% kwa Musonda, anaondoka Musonda. Vipi kuhusu Fei nishaizungumzia. Vipi kuhusu Baba Esther na Zimbwe wanamaliza mikataba yao mwishoni mwa msimu. Zimbwe hajasaini mkataba Simba. Changamoto iliyokuwepo ni kwamba wakala wa Simba, wa Zimbwe anadai pesa. Kuna namba 10 fununu Simba. Fununu zilizokuwepo ni za Feitoto, lakini Feitoto naye mmempa mikataba miwili, mkataba wa Mangungu na mkataba wa Mo. Hajasaini hata mmoja mpaka sasa hivi. Yule mchezaji gani tena huyu? Ngoja huyu hapa. Ngoja niwape nafasi wana. Kwasi Otola yao ana injury. Yao ana injury, kurejea kwake mpaka mwezi wa 12. Kwa hiyo hata msimu ukianza bado yao atakuwa yuko nje. Na ni of course aliniuliza kuhusiana na issue ya Dennis Nkane. Dennis Nkane anaondoka kwa sababu maisha Yanga yamekuwa ni magumu sana. Yani ameshindwa kuprove kwamba anaweza kuingia kwenye kikosi cha kwanza, na ni miongoni mwa wachezaji ambao wamepewa muda sana, lakini performance zake hazijawa impress wahusika. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye inabidi akapate game time nje huko zaidi. Unajua Yanga ni timu kubwa, timu ambayo ina ushindani, kwa hiyo kabla ya wewe kupewa nafasi unatakiwa kuonesha kwamba una deserve kupata hiyo nafasi. Mtu mwingine anasema vipi kuhusu Diarasoba? Diarasoba of course ni moja kati ya wachezaji ambao wanatajwa zaidi kujiunga na klabu ya Simba, lakini kama ambavyo ninawaambia, usajili wa Simba msimu huu unaoanza kwenye hili dirisha kubwa 90% utafanywa na Fadru. Kwa hiyo kwa sasa bado kuna question mark kuhusiana na transfer za Simba. Transfer za Simba bado ni changamoto, na hususa wachezaji wa kigeni. Kuna mchezaji BBC tena Pengo la Azizi, Fei karudi kweli Yanga. Issue ya Fei nishaizungumzia brother. Guys, nadhani nitakuwa nimewapa stories zote ambazo mlihitaji kuzisikia usiku wa leo. Nimezungumzia issue zote za usajili, nimezungumzia issue za mabonus pale Simba, na issue ya management pale Simba. Patapo majali wa Sagod tutarudi hapa kuweza kupiga story kesho kutwa, lakini kaa na mimi.